Unafahamu nini kuhusu kombe la Messi? Messi Cup. Messi Cup ni mashindano ya kimataifa ya vijana yaliyoanzishwa na Lionel Messi ambayo yataanza kutimua vumbi kwa mara ya kwanza mwezi Disemba pale Florida, Marekani. Ni mashindano ya kipekee yakihusisha wachezaji chini ya umri wa miaka 16 na yatakayodumu siku 6 kuanzia Disemba 9 mpaka 14 na yatajumuisha takribani timu 8 ambazo zitashiriki katika mashindano hayo, huku mechi takribani 18 zikitarajiwa kupigwa mpaka atakapopatikana bingwa katika mashindano hayo. Miongoni mwa timu zitakazoshiriki katika mashindano haya na zimethibitisha kushiriki ni timu ambazo Lionel Messi mwenyewe alishawahi kuzichezea, ikiwemo klabu ya soka ya Newell's Old Boys ambayo hii amewahi kuitumikia akiwa kijana mdogo kabla ya kujiunga na klabu ya soka ya Barcelona. Kwa hiyo Barcelona na wenyewe ni timu ambayo itashiriki katika mashindano hayo. Barcelona ni timu ambayo Lionel Messi alipita kwa mafanikio makubwa katika enzi za uchezaji wake ya pale nchini Spain. Ukiachana na hiyo, ni timu nyingine ya Atletico de Madrid, na wenyewe wamethibitisha kushiriki katika mashindano haya ya Messi Cup. Bila kusahau timu ya nyumbani kutoka pale Argentina, timu ya River Plate. Timu nyinginezo ambazo zitashiriki katika mashindano hayo ni miamba ya soka kutoka pale nchini Italia, yani Internazionale Milan. Bila kusahau miamba ya soka kutoka pale nchini Uingereza, timu ya Chelsea the Blues, lakini pia timu ya Manchester City kutoka pale nchini Uingereza. Kubwa zaidi ni timu ya sasa ambayo anaitumikia Lionel Messi, klabu ya soka ya Inter Miami, na wenyewe watashiriki katika mashindano hayo ya vijana chini ya umri wa miaka 16 yaliyoandaliwa na Lionel Messi, gwiji wa soka duniani. Michuano hiyo itafanyika katika uwanja wa Inter Miami, yani Chelsea Stadium pale Fort Lauderdale, na yatakuwa mashindano makubwa ya mwisho wa mwaka. Messi aliyaweka wazi mashindano haya kupitia Instagram yake akiandika, kuelekea mwishoni mwa mwaka nishirikiane na nyie. Disemba hii Inter Miami itahodhi mashindano ya kipekee ya vijana ya mpira wa miguu yakijumuisha timu baadhi kubwa ulimwenguni. Future ya mchezo itakuwa hadharani na itakuwa zaidi ya mashindano. Tuna siku muhimu za kipekee kupanga na kujumuisha shughuli nyingine za kushangaza. Hii ni kuhusiana na kizazi kijacho. Naamini utaipenda hii. Hii ni kombe la Messi. Mashindano hayo yameandaliwa na kampuni ya uzalishaji ya gwiji huyo wa soka duniani ijulikanayo kama 525 Rosario. Sasa ni namna gani ambavyo Messi Cup itachezwa? Ni timu 8 zitagawanyika katika makundi mawili, yani timu 4 ambazo zitaanza kucheza katika hatua ya makundi. Timu 2 za juu zitaenda katika hatua ya mtoano, na baada ya hapo zitapatikana timu 2 ambazo zitacheza katika mchezo wa fainali, na baada ya hapo atapatikana bingwa, na bingwa atakuwa ni bingwa wa kwanza kihistoria wa Messi Cup kwa sababu ndo mwanzo wa mashindano. Sasa kuna timu ambayo imeweka rekodi ya kuchukua kila mashindano yanayokuja mbele yao, na sio timu nyingine. Unaifahamu? Timu ambayo imeshachukua Conference League pale barani Ulaya, timu ambayo ishachukua Europa League pale barani Ulaya, timu ambayo ishachukua UEFA Super Cup pale barani Ulaya, timu ambayo ishachukua kombe la dunia la vilabu. Na sio tu kombe la dunia la vilabu, ndo mabingwa watetezi wa michuano ya kombe la dunia la vilabu. Timu hiyo umeifahamu? Ni timu ya Chelsea. Chelsea the Blues watafanikiwa kuchukua taji hili jipya la Messi Cup? Endelea kutufuatilia, tuandikia katika comment kwamba unaiona Chelsea ikifanikiwa kufanya hivyo, au ni timu gani ambayo unaipa nafasi ya kuweza kufanikiwa kuchukua taji hili la Messi Cup. Mimi ni Boniface Allen.